Sikiliza maneno haya kwa makini, yamo ndani ya Madarij as-Salikin. Anasema al-maghfirah fadlun min Allah, weka hiyo ndani ya fahamu yako. Thumma yaqulu rahimahullah, falau akhadhaka bidhunubik, law Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angeli kupatiliza na makosa unayoyafanya, lakana adilan mahmuda, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angelikuwa anafanya uadilifu. Yani sio kwamba mwanadamu anapomkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ende akamwadhibu يوم القيامه kwamba Mwenyezi Mungu atakuwa anamdhulumu mwanadamu. La, law adhaba Allah azza wa jalla ibadahu au law adhaba Allah azza wa jalla 'abdahu bidhanbihi lakana Allah 'adilan mahmuda, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angelikuwa mwadilifu, tena angelikuwa ni mwenye kuhimidiwa. Law annahu adhaba 'abdahu, لكنه يغفره بفضله, لكن Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsamehe mwanadamu kwa fadhila zake, la bistihqaqik, sio kama mwanadamu anastahili fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsamaha. Idhan ayuha al-ikhwatu al-kiram, maneno haya yanatuambia al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ni maneno mazito ambayo tunafaa tuweke katika fahamu zetu na tuwe saa zote tuwe na busara nayo na tunayazingatia. Anna Allah azza wa jalla, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaghfiru liibadihi, anawasamehe waja wake, na huu msamaha wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake bifadlin min Allah, ni kwa sababu ya fadhila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Law akhadha Allahu 'abdahu, lau kama Mwenyezi Mungu atakwenda kumwadhibu mwanadamu يوم القيامه asimsamehe, ende يوم القيامه akuadhibu kwa sababu ya makosa uliyofanya, hal yakunu Allahu azza wa jalla bidhalika zaliman? la yakunu zaliman bidhalika, hasha ta'ala Allahu an dhalik. Yakunu Allahu azza wa jalla bidhalika adilan mahmuda, Mwenyezi Mungu atakuwa bado yuko pale pale na uadilifu wake, lakini pamoja na uadilifu anaokuwa nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yazidu ala hadha al-adli fadla, Mwenyezi Mungu anaongeza juu ya uadilifu wake fadlan min Allah azza wa jalla. Kwa hivyo akikusamehe ayuha al-insan, ayuha al-muslim, Mwenyezi Mungu akikusamehe ni anakusamehe kwa sababu ya fadla ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la bistihqaqika, si kwa sababu wewe unastahili msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La, inma yaghfiru Allahu azza wa jalla lak liajli fadli min Allah azza wa jalla. Walihadha, na kwa sababu ya maneno haya, jaa fil Qur'an al-Karim, imekuja katika Qur'ani tukufu neno ghafuran au maghfirah. Katika Qur'ani tukufu ghaliban imekuja ndani ya Qur'an muqtarinan birrahma, sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ghafur, sifa ya msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an ghaliban jaa muqtarinan birrahma, imekuja ikiwa imefungamana na rahma, mimma yadul على أن المغفرة سببها رحمة من الله عز وجل. Dalili ya kuonesha kwamba moja katika sababu kubwa ya maghfira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rahma. Sasa kwa sababu ya huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama jaa fi alhadith, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arham bi'abdihi min al-ummi biwaladiha, Mwenyezi Mungu ana rahma juu zaidi ya waja wake zaidi ya mama huruma yake alionayo juu ya mtoto wake. Kwa sababu ya rahma hiyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwasamehe, na ndio maana ukisoma aya nyingi fi al-Qur'an al-Karim tajid anna al-maghfirata jaat muqtarinatan birrahma, wallahu ghafurur rahim.
wallahu ghafurur rahim, inna Allaha ghafurur rahim wa kana Allahu ghafuran rahima. Aidan al-ghufran maqrunun birahma. Mwenyezi Mungu ameishikanisha ghufran pamoja na huruma, kwa sababu hii huruma ndiyo sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuwasamehe waja wake. نور على نور